Naam ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, asante na karibu tena kuendelea kuangalia B1 TV kokote ambako unatazama duniani. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Na leo nataka nikuletee hii historia fupi. Miaka 8 akiwa president wa Assemblée Nationale actuellement, à l'époque ilikuwa inaitwa Conseil Législatif du Zaïre. Huyu ni nani? Ni Celestin Anzuluni Bembe Isi Lonyoni. Je, ushawahi kusikia hili jina? Ushawahi kumuona ama ushawahi kusikia evre zake? Leo nataka nikupe historia fupi ya mzee wetu huyu ambaye Wabembe wengi wanaamini kwamba alikuwa ni nyota na alikuwa ni fahari sana ya Wabembe. Na vile kuna wengine pia wanaamini kwamba ilikuwa ni lahana na mkosi kwa Wabembe. Kwa nini? Kuna ambao wanasema kwamba hakuna evre yoyote ile kutoka kwake, na wengine wanasema alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajipendelea yeye mwenyewe na familia yake, na wengine pia wanasema licha ya kuwa presidenti wa Assemblée Nationale miaka 8, lakini hakuna faida ya yeye kuwepo pale. Lakini pia ndiye mwalimu wa siasa za Wabembe. Ungana na mimi ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu. Tafadhali like, subscribe Baraka One TV. Unaweza kushare pia kwa wengine, inakuwa ni jambo la maana sana. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Tarehe 27 mwezi wa pili 1943 ndiko alizaliwa Celestin Anzuluni Bembe Isi Lonyoni katika kijiji cha Mkela, Fizi. Akiwa na miaka 9 tu alitoka Mkela na kuhamia Fizi Centre, ambako alifanya miaka 2 katika shule ya msingi ya Epe Fizi kabla ya kwenda Baraka. Baadaye akaenda Bujumbura na baadaye wazazi wake wakamtuma Kasongo. Mwaka wa 1965 akajikuta yupo katika shule ya Atene Royal, kwa sasa Atene Dibanda, jijini Bukavu, ambako alipata diploma yake. Mwaka huo akaenda Kinshasa, akaungana na chuo cha Lovanium, Université de Kinshasa pour le moment, na akapata licence commerciale, administrative et consulaire. Pendant 2 ans, 1968 na 1969, akawa anafanya kazi katika ofisi ya UJEC, na hapo akaungana na chama cha MPR. Kazi ambazo aliwahi kufanya: 1970 akawa anafanya kazi kwenye shirika la ndege Air Zaire miaka 7. Baadaye akaungana na OZAC, Office Zairoise de Contrôle, kwa sasa ni OCC. Na baadaye 1981 akaingia rasmi kwenye siasa. Wakati huo Nguza Karl Bond akiwa anaunda serikali yake, Anzuluni Bembe akajikuta amepewa cheo cha mshauri kiuchumi. Na baada ya miezi 7 tu mambo yakayumba, akarudi tena kwenye kazi yake zamani ya OZAC. Na baadaye mwaka 1982 akachaguliwa kuwa commissaire du peuple, actuellement député national. Hapa sasa ndiko siasa zikamwingia rasmi kichwani. Anzuluni Bembe baada ya muda mfupi tu akajikuta kuwa president wa Assemblée Nationale. Akiwa kama president wa Assemblée Nationale, Anzuluni Bembe alifanya nini kwa taifa la Wabembe? Alifanya nini kwa nchi ya Zaire? Alifanya nini kwa province ya Sud Kivu? Alifanya nini kwa ajili ya watoto wa Zaire? Hapa ndo mambo yanachanganya. Anzuluni Bembe katika mzunguko wake wote wa maisha, siasa zake zote ambazo amefanya mpaka sasa hivi, unaweza kuzunguka Fizi nzima au utakuta evre hata moja ya Anzuluni Bembe yenye iko palpable kwamba Anzuluni Bembe alinisie kujenga hili daraja hapa. Au utaona mimi ni moja kati ya vijana ambao wanazunguka sana tarafa la Fizi. Najua maeneo mengi ya tarafa la Fizi. Nimetembelea sehemu nyingi za Fizi: Uvira, Mwenga, Sud Kivu. En tant que représentant wa population ya Fizi, Anzuluni Bembe iko mu Assemblée Nationale, na pia akiwa kama president wa Assemblée Nationale. Hakuna manevre, hakuna evre zote zile ambazo amezifanya Fizi. Lakini kuna wale watu ambao ni watu wake wa karibu ambao wanamsifia na kumuonyesha kwamba Anzuluni Bembe alifanya jambo la maana. Ndio
kumsifia mtu kwa jina ambalo halifanya kwa jinsi hiko, kila mtu iko na namna yake ya kuwaza na huwezi kuzuia mtu kuwaza. Leo kuna wale ambao wanamsifia kiongozi wetu ambaye alikuwa ni direkabi wa Joseph Kabila, Bwana Nemi Mwilanya. Kuna ambao wanamsifia kwamba Nemi Mwilanya c'est un homme fort, alifanya vitu ya maana. Mais ukiangalia qu'est-ce que Nemi a fait au juste, sisi tu tunaangalia ile development yenye iko palpable et durable. Unaangalia ambacho mtu anafanya, hata kitoka kesho mwingine akija atakikuta, atakiendeleza. Ndio maana ya siasa halisi. Lakini sio maneno tu kwa sababu halikuwa ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, nimekaa naye, nimekula pesa yake, nimeshare naye, ndio umsifie tu kwa maneno ambayo yanakuwa hayana msingi wa maana. So hili linakuwa sio nzuri sana. Mimi nazungumzia hivi kwa sababu nimetembea Fizi nzima, lakini nishakaa na wazee ambao walitumika na Nzuluni Bembe, nikawauliza maswali. Huwezi kuona kitu ambacho nasema hiki ni tushe ya Nzuluni Bembe, isipokuwa tu viwanja vyake binafsi na familia yake, parcele zake zenye alinunua zake kwa faida yake mwenyewe. Kwa hiyo taifa la Wabembe bado halijapata mwanasiasa ambaye alifanya chini juu kwa ajili ya kuinua taifa la Wabembe. Leo nenda Fizi, Fizi haina port. Fizi haina stade. Nazungumzia stade, vrai stade. Hakuna stade. Fizi hakuna barabara. Ni barabara za mashambani. Fizi hakuna. Fizi hakuna maji safi na salama. Hakuna. Fizi hakuna mahopito za maana. Hakuna. Fizi hakuna macentre de santé za maana. Hakuna. Fizi hakuna. Donc viongozi wetu ambao walikuwa na tuongoza Fizi walizembea sana. Sifa ziliwabeba na kushindwa kuona maendeleo ya jamii kiujumla. Kwa hiyo haka ni historia fupi tu kwa mzee wetu Nzuluni Bembe, lakini tunawapa nafasi pia kwa viongozi wengine ambao wataendelea kuiongoza Fizi kujua kwamba unapokuwa unafanya jambo leo, kesho litakupata, na fanya jambo kwa ajili ya maendeleo ya taifa lako. Sehemu wako umetoka, taifa lako na watu wako wote. Kongo ni moja, tuombee ibaki kuwa moja, niendelee kuwa moja. Lakini pale ambapo mtu unapokuwa unakosea, usichukie kuambiwa ukweli. Maana ukweli unakufanya ujirudi nyuma na uchukue hatua nyingine ambayo ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya Fizi. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga, na leo tulikuwa na mzee wetu Celestin Nzuluni Bembe isi Lonyoni.